Msimamo wa Chadema kuhusu tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani baada ya uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Actually kilichoitwa uchaguzi, kwa sababu na tulitegemea hii tume ingeundwa kuchunguza mauaji yaliyotokea na sio vitendo vya uvunjifu wa amani kama inavyosemekana. Kwa hiyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuutaarifu umma wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba hatutambui tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na ndugu Samia Suluhu Hassan aliyejisimika madarakani bila ridhaa ya wananchi na inayoongozwa na jaji mstaafu Mohamed Chan, akielekeza kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ya kilichoitwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu tarehe 29 Oktoba. Kwanza na la msingi zaidi ni msimamo wetu unaotokana na ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili. Alijipachika urais kupitia mchakato usio huru, usio haki, usio wazi, usiokizi viwango vya msingi vya kidemokrasia, na hata waangalizi wa kimataifa waliokuwa hapo wameungana na msimamo huu tunaosema. Kwa hiyo kwa maana hiyo Umoja wa Afrika ripoti yao imezungumza kwamba uchaguzi haukuwa huru, haukuwa wa halali, haukuwa haki. SADC wamesema hivyo na waangalizi wengine wote wa kimataifa. Hivyo hana mamlaka kimaadili wala kisiasa kuunda chombo cha kuchunguza uhalifu mkubwa uliofanywa na utawala wake dhidi ya raia waliokuwa wakidai haki zao za kidemokrasia na za kikatiba. Aidha, kwa mujibu wa sheria ya uchunguzi Commission of Inquiry Act ya 20 ya mwaka 2002 chapter 32, tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake, na hata ripoti yake rais ana mamlaka ya kuamua ichapishwe au isichapishwe, iwasilishwe hadharani au ifichwe. Kwa mantiki hiyo si chombo huru na hakiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambapo serikali ndiyo inayotuhumiwa mtuhumiwa mkuu. Zaidi ya hapo, haiwezekani mtuhumiwa akajichunguza mwenyewe halafu tutarajie haki. Serikali ya Samia ndiyo iliyoasisi, kuratibu, kutekeleza mauaji, utekaji, mateso, ubakaji, unyanyasaji, ukiukwaji mpana wa haki za binadamu. Wote walioteuliwa ndani ya tume hiyo waliwahi kuwa au ni watumishi wa serikali na wanachama wa CCM, jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya kimsingi kwamba ni tume huru, haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala. Hawa wajumbe wamekuwa wakati wote sehemu muhimu ya kuingiza nchi yetu kwenye maafa haya, na baadhi yao ni watuhumiwa wa kupanga na au kutekeleza ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakiwa kwenye madaraka. Kwa mfano, jaji mkuu aliyeondoka madarakani amekuwa sehemu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za watu akiongoza muhimili wa mahakama, na sehemu kubwa sana ya kujaribu kuharibu mahakama yetu na kuondoa uaminifu wa watu na mahakama yetu. Tukumbuka sisi kama Chadema, pamoja na mambo mabaya yaliyotokea kwenye uchaguzi wa mwaka 2020, hatukufungua kesi hata moja mahakamani kupinga aidha wabunge wetu au madiwani wetu au hata
mtu yoyote aliyogombea. Na hii tulifanya deliberate, ni maamuzi yaliyokuwa ya kikao, kwa sababu walikuwa hawana imani na mahakama katika mazingira ambayo mahakama